Hebu fikiria miaka 27 ukiwa peke yako. Hakuna ndugu, hakuna marafiki, hakuna internet, hakuna hata sauti ya mtu mwingine. Ni ndege tu, upepo na sauti ya maporomoko ya maji tu. Je, wewe unaweza kuishi hivyo? Huyu si mwingine, anaitwa Christopher Knight. Ni Marekani aliyegonga vichwa vya habari baada ya kugundulika kuwa ameishi msituni kwa zaidi ya robo karne, na ameishi huko bila kuzungumza na mtu yeyote yule, akiishi hivyo kwa muda wa miaka 27. Kijana huyo alikulia katika familia ya kawaida tu, lakini alipofikisha umri wa miaka 20 aliamua kuondoka bila kumwaga mtu yeyote yule. Alitembea kwa miguu akielekea msitu wa Maine huko nchini Marekani. Hakusema kwa nini anaondoka. Hakuchukua simu, hakuchukua redio, wala hakuchukua kifaa kingine. Hakuwa na mpango wa kurudi tena nyumbani. Katika msitu huo alijenga makazi ya siri katikati ya miti mikubwa. Alijifunza kuishi bila umeme, kuishi bila moto mkubwa. Alijifunza kuishi bila hata ya kulala kwenye kitanda kizuri. Christopher alilala kwenye kifaa kilichotengenezwa na plastiki na magunia ya zamani. Kwa miaka yote hiyo hakuwahi kuzungumza na mtu hata mmoja, isipokuwa mara moja tu alipomkuta mtu mmoja porini ameweka kambi kwa mapumziko. Akamwambia hello na kisha akasonga mbele na safari yake. Christopher Knight aliishi miaka yote hiyo 27 msituni huko kwa kuiba chakula kidogo kidogo kutoka kwenye nyumba za watu waliofika porini kwa ajili ya mapumziko, lakini hakuwahi kuharibu kitu cha watu, hakuwahi kumdhuru mtu yeyote yule. Watu walimuita North Pond Hermit, yaani kaya ya msitu wa upweke. Baada ya miaka 27 ya maisha ya ukimya, upweke, alinaswa na polisi mwaka 2013 akiwa huko porini. Alipoulizwa kwa nini alienda msituni, Christopher alijibu, sikutoroka kwa hasira, sikutoroka kwa hofu, nilitaka mwenyewe tu. Nilitaka amani ya kweli, kwa sababu maisha ya binadamu yamejaa kelele nyingi, fujo nyingi. Binafsi nilihitaji ukimya wa kiroho. Hayo ndiyo majibu ya Christopher Knight alipokamatwa na kuulizwa kulikoni akae porini kwa muda miaka 27. Hakuogopa chochote, hakutoroka, hakuwa na hasira wala hakuwa na hofu. Aliamua mwenyewe, alikuwa akitafuta amani ya kweli. Kwa watu wengine upweke ni adhabu, lakini kwa Christopher Knight upweke ulikuwa ni tiba kwake. Katika hii dunia tuliyopo, dunia yenye makelele, fujo, ukimya unaweza kuwa sauti pekee inayoeleweka na moyo wako. Sisi wengine tumezoea kushinda na watu, lakini bado tunajihisi wapweke. Je, inawezekana tuko karibu na watu lakini mbali na nafsi zetu? Hiki ni kisa cha kwanza ambacho nimekupa hapa kinachomuhusu Christopher Knight ambaye aliishi msituni kwa miaka 27 bila kuongea na mtu yeyote yule, na akisema alikuwa akitafuta amani ya kweli. Makelele, fujo za dunia zilimkwaza, akaamua aende mbali kukaa peke yake.